Unahitaji tu ujue namna gani naweza nikafanya maandalizi wewe mwenyewe tu bila kutumia dawa yoyote, na hii haitahusisha dawa ya aina yoyote, wewe tu nyumbani peke yako. Jambo la kwanza, ndani ya miezi mitatu unaweza ukaanza kufuatilia mzunguko wako. Mzunguko wako ni wa siku ngapi? Jijue mwili wako vizuri. Ni siku za hatari ni zipi? Siku salama ni zipi? Siku ambazo naweza nikazitumia kukutana na baba T na nikafanikiwa kubeba ujauzito ni lini? Na hii itaweza kwenda kukusaidia moja kwa moja. Lakini jambo lingine, jitahidi uondoe stress, ondoa hofu, ondoa wasiwasi. Yani jitahidi uwe ni mtu ambaye hauna mawazo yote kuhusiana na ujauzito, ila tu mwenyewe unajijua kwamba unahitaji ubebe ujauzito. Ila sivyo tu basi, jitahidi uweze kufuatilia ni vitu gani unaweza ukawa unatumia sana ili uweze kubeba ujauzito kwa haraka zaidi. Na hivi huwa ninawaelekeza ambao wanaoingia kwenye programu yetu ya Nipo na katika safari yako kuitwa mama, ni baadhi ya vyakula gani wavipendeza zaidi kuvitumia ili kuweza kubeba ujauzito kwa haraka zaidi. Ila jambo jingine, hakikisha unapata muda wa kupumzika vizuri, kwa sababu hii itasaidia kurejuvenate kwa zile hormones za uzazi, ziendelee kuwa productive, ziendelee kuwa active katika kile kipindi ambacho utahitajika kubeba ujauzito, na ziwe vizuri ili zikapelekea changamoto nyingine. Lakini jambo lingine, ni vizuri kama huona kwa mabadiliko ambao hauyaelewi, nenda kafanye vipimo, onana na daktari wa uzazi akufanyie vipimo vizuri, akupe ushauri ni kipi ufanye, kwa sababu muda mwingine inaweza isihitajike matibabu ya dawa, lakini akakushauri tu fanya hivi na ukajikuta umefanikiwa kwa haraka zaidi. Na ndio maana napenda kusema nipo na katika safari ya kuitwa mama. Wewe ukihitaji kubeba ujauzito inakuja tu yenyewe automatically, au unafanya maandalizi gani? Hebu niwekee kwenye comment.